Ni Team Kudozi Kulundu TV, tupo ndani ya mji wa Masoko, wilaya ya Kilwa, kuangalia mchezo wa fainali wa kombe la ng'ombe kati ya timu ya Fresh Nigga dhidi ya Kichanga Chui. Nipo na Bin Masud ambaye ni manager wa TANESCO wilaya ya Rufiji, na tupo kuangalia huu mchezo. Kwa hiyo tunapiga naye maongezi kidogo hapa kabla kucheki huo mchezo jioni ya leo. Habari za leo kiongozi? Nasema namshukuru Mungu niko salama kabisa, sijui mtangazaji. Mimi nashukuru. Ndani ya Kilwa ndio kuangalia mchezo wa fainali. Ndio. Kwako wewe hii ni mara yako ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ama unakuwa unafanya hivi mara kwa mara? Yeah, of course, kwa sababu mimi ni mzaliwa wa Kilwa Masoko. Nimesoma hapa. Ndiyo. Lakini baada ya hapo nikaenda kutafuta elimu zangu zingine sehemu nyingine. Mpaka sasa hivi nafanya kazi TANESCO, ni manager TANESCO wilaya ya Rufiji. Lakini sasa hii michezo ilivyoanzishwa mimi kwa sitambui, lakini kwa sababu ni mdau wa michezo, sawa, nikapigia simu bana, huko kuna ligi imeanzishwa ya ng'ombe. Nikamwambia basi sasa hii timu yangu imeingia. Timu gani? Fresh Nigga ipo. Nikamwambia basi sawa, ni vizuri, mimi mwenyewe napenda michezo, na nikasema basi fanyeni vizuri na mimi nitakuja kuwaona, na nikija kuwaona kadri mtakavyokuwa mnafanya vizuri, kuna mambo mazuri nitawapatia. Kwa hiyo nilibahatika kuja kuona robo finali wakafanya vizuri, na nikamwambia nusu finali nitawanunulia jezi na mipira na kila kitu. Nikafanya hivyo, na nikamwambia finali pia nitafanya hivyo. Kwa hiyo nashukuru tunakuja kuangalia mchezo. Matumaini yetu ni kutoka na ushindi, lakini mchezo wa mpira una matokeo matatu. Tunaweza tukashinda, kuna kufungwa, kushinda na kutoa sare. Matokeo yote tutapokea kwa sababu sisi ni watu wa michezo, tutasikiliza, lakini lengo letu kubwa ni kutoka na ushindi kwenye hii game ya leo. Kwa muda gani wewe umekuwa unaishabikia hii timu? Toka umeanza kipindi hicho, umezaliwa hapa ukiwa mdogo au umeanza kushabikia katikati? Hapana, mimi nimeanza kushabikia hii timu siku nyingi, na pia nilikuwa ni mchezaji wa timu. Ulikuwa unacheza namba ngapi? Nilikuwa nacheza kitasa kabisa, namba 5 pale. Tasa. Kama nani sasa hivi tunafananisha naye katika sasa hivi katika wachezaji wanaocheza? Unaweza kanifananisha na mdogo wetu, kijana wetu anaitwa Chinja. Jina la mwanzo sijui, lakini ni mzuri naye anaitwa Chinja. Sasa hivi ni mchezaji wa mchezaji wa Fresh Hassan Chinja. Kwa ligi kuu ya Tanzania bara, mchezaji gani unaweza kujifananisha naye kitasa? Rushan Dorak au kuna mtu mmoja ambaye sasa hivi hayupo, ambaye alikuwa namkubali sana, anaitwa Chemalon Mfondo. Ni Kameruni yule. Wale baki wote sielewi kwa sababu namna gani wanafanya, lakini Chemalon Mfondo namkubali sana yule Mkameruni. Na hata juzi amefanya vizuri sana, tumemwacha Simba, lakini hata juzi kwenye AFCON amefanya vizuri sana. Timu yake ya taifa ilikuwa panga pangua dakika zote ya. Tuje kwenye kujitolea kwako kwenye timu ya Fresh Nigga katika hatua ya robo finali, kuwanunulia jezi katika hatua ya nusu finali, na leo finali uko hapa na unaiombea ushindi. Nimefurahishwa na hiyo game ya Fresh Nigga na Kichanga Chui finali ya leo, sababu nimekuwa nikifuatilia hizo mechi sawa. Kabla ya hapo nikuja nikaona robo finali Fresh Nigga wamecheza vizuri sana, nikawaahidi kwamba mtavoingia nusu finali kuna jambo tutafanya, na tukawafanyia, tukawanunulia jezi nzuri kabisa. Baadaye nikaambia na nusu finali nikawaahidi kabisa mkifanya vizuri basi finali napo nitawanunulia jezi nyingine na socks zake na vitu vingine vingi tu. Hata mkicheza vizuri uwanjani, mkifunga goli, kuna awadi ambayo natakiwa niwape. Kwa hiyo ndio malengo yangu makubwa, na hakikisha tu Fresh Nigga kuanzia hatua zote zitakazokuja, chochote atakachokuwa unahitaji kutoka support kutoka kwangu ni support. Lengo langu waende mpaka ligi kuu NBC, na of course Kilwa tunaweza kufanya hivyo. Tumeshatoa watu wenye vipaji Kilwa kitambo hiyo, tumeshatoa watu wa Kariakoo ya Lindi wakatoka hapo kwenda kuchezea Yanga, wenyewe wanachezea hadi Simba huko. Kwa hiyo vipaji vipo. Unaweza kuwataja wawili? Kuna mtu mmoja anaitwa Salim Bakari Telu, kuna mtu mwingine Telu, kuna mtu mwingine anaitwa Sofiani, kuna mtu mwingine anaitwa nani Kisiki, wako wengi sawa, lakini kuna mwingine anaitwa Hamis Tobias Gagarin, tulikuwa na mita Gagarin. Hamis Tobias yupo na yeye. Mimi sikuona, lakini mmoja kati ya wachezaji ambao wanasifiwa sahihi kabisa na yupo hata huyu mtu wa Kilwa nimemshuhudia mimi mwenyewe na yupo. Koje, unaweza kutupa story yake kidogo akiwa hapa Kilwa kabla kuondoka kwenda Dar es Salaam kucheza timu kubwa za kule? Historia yake akiwa hapa Kilwa, unajua sisi asili yetu
hatuna kazi kubwa zaidi ya kuvua samaki. Kwa hiyo asili yake alikuwa ni mvuvi tu wa samaki au kwenda kuvua na mshipi na nini ng'ambo, hiyo ndio asili yake. Ya kiuchezaji alianzia tu hapa akiwa anasoma, akiwa mdogo akaanzia kucheza, baadaye kiasi chake kikubwa akamuona, walipomuona basi akaondoka naye huko, akaenda huko Coast sijui wapi mpaka aje kuangukia Simba na Yanga. Kwa hivyo ni mji ambao watu wenye vipaji hapo, na tunaamua za kusupport kwa sababu ni vijana wetu hao, tunaona kabisa mwenendo wao baadaye wanaweza kufika mbali. Kwa hiyo nasema wewe tuwasupport tuone mbele tunafikaje. Katika upande wa mpira wa miguu kuna support kubwa ambayo inapatikana kutoka kwako, na hii ni kwa sababu Kilwa ni nyumbani. Je, katika michezo mingine Kilwa kuna mchezo gani mwingine tofauti na mpira wa miguu ambao watu hapo wanaupendelea zaidi? Of course hiyo inabidi ni fight mimi, lakini kikubwa nachojua mimi football naipenda zaidi, lakini kufuatilia kwa sababu michezo yote kila mtu anaipenda, anategemea na hobby. Yaani mwingine anapenda kucheza volleyball, mwingine anapenda kucheza netball, mwingine anasema tu hapana. Sasa hiyo bao ni vitu ambavyo tunasema tumeanza, tutakuja tutaleta mashindano ya bao, watu wengine wanataka kucheza draft, watu wengine wanataka kucheza hivi. Kwa hiyo tutakuja, ndio tumeanza. Na of course kwa sababu wamenishtukiza, lakini kwa sababu mimi mwenyewe ni mtu wa entertainment za hivyo, nimekuja moja kwa moja, lakini vitu vingine vyote vitakuja. Tutaanzisha michezo mingi sana. Hata kuogelea, bahari zipo hizi, watu watakuwa wanaogelea. Vitu vitakuja vizuri. Nimeambiwa mechi ya Fresh Niga dhidi ya Kichangachui ni derby. Sasa historia toka miaka hiyo wewe uko hapa au imeibuka juzi kati? Yaani hii imeibuka juzi kati kwa sababu hiyo Kichangachui yenyewe ni timu ya kwangu mimi mwenyewe. Wale watoto nilikuwa nimewafundisha mimi mwenyewe mpira, watoto wale. Kitambulia kwa Fresh Niga. Kitambulia. Hadi kabla ya hii Fresh Niga si timu ya Kikongwe ni ya kwetu na Giant siku nyingi. Hii Kichangachui ambayo tunakutana nao finali. Hata mimi nikienda kule nasema busu yetu ikatukimbia huko. Wale Kichangachui mimi nimewafundisha. Ushaelewa mpira. Ingawa sasa hivi unajua mji ushakuwa mkubwa, sawa? Wageni ni wengi, sawa? Unaweza kupita kwa mfano umekuja kuangalia nusu finali nazunguka uwanja mzima. Unakuta hata nikikaa sehemu nashangaa huyu nani huyu. Unajua? Na ndio maana tujitambulishe, watujue hata wao wageni wajue kwamba kuna mwanasoka yuko hapa na anapenda hii michezo. Ushaelewa? Kwa hiyo Kichangachui ni timu, tuseme Kichangachui ni watoto wa Fresh Niga. Ndio. Kwa hiyo ni dabi mpya. Dabi mpya. Sio dabi kongwe. Zetu Fresh Niga walikuwepo Kingstone, sawa, walikuwepo Kilwa Boys, walikuwepo Steka, walikuwepo Wagadugu kutoka Kivinje. Timu yani kipindi hicho. Sawa, hapo sasa ndio kuna dabi ukisikia Kingstone anacheza Fresh Niga ni dabi. Ile Steka anacheza na Kilwa Boys ni dabi. Unaelewa? Sasa hii ni dabi mpya. Imekuja, lakini imekuja kwa sababu gani? Watu wanapenda michezo. Unaelewa? Na wameona kabisa kumbe Kichangachui ndio anaweza kushindana na Niga. Na tangia mwanzoni hata wakati tunacheza wakati kwenye mzunguko tuliwafunga na inasemekana ilipa tu story, tuliwafunga kwa shida sana goli moja. Kwa hiyo tunakutana nao hapo. Sijui, lakini tuombe tu mambo yataenda vizuri. Bwana Bin Masoud, meneja wa TANESCO wilaya Rufiji, yuko ndani ya Kilwa kuangalia mechi kati ya Fresh Niga dhidi ya Kichangachui, fainali ya kombe la ng'ombe. Mchezo utapigwa uwanja wa Taifa ambao upo katika mtaa wa Taifa hapa katika mji wa Masoko. Hii ni Kilwa na unaangalia Polundu TV. Mimi naitwa Nitin Kudozi, na kitu kikubwa ambacho mimi napenda kukifahamu ndio jamii ya hapa umeipokeaje dabi mpya? Of course jamii hapa dabi mpya imepokea kwa kishindo kikubwa, naweza kusema, kwa sababu nimekuwa nikipata simu nyingi sana bana. Sasa hivi Masoko, yani story zote ni Fresh Niga na Kichangachui finali, lakini hao wote umetuletea hiyo side bwana. Haya mambo hapo umetuletea hiyo, tunashukuru bwana. Kwa hiyo nimekuwa nikipokea simu nyingi sana za shukrani, na ndio maana nikasema tuna jambo letu hata hivyo 20-30 ili tufanye makubwa zaidi. 20-30 tuna jambo letu, ndio sio unaelewa. Kwa hiyo wameipokea ili dabi inaipokea. Wewe utaona, utaenda uwanjani hapo baadaye, utaangalia game bungi, utaangalia, utaona Bin Masoud na ng'aa kabisa hapo, unaona kabisa hii sasa wapakaya, tunaitaga sisi wapakaya, ana jambo lake. Yani wapakaya na maana ya nyumbani. Ana jambo lake wa ukaya tunasema wapakaya. Sahihi kabisa. Hii safi sana, na tunasema
Mechi ya dabi kawaida inakuwa ina wachezaji ambao wanategemewa kufanya makubwa, ingawaje inakuwa haina mwenyewe, lakini wapo wachezaji ambao kidogo unakuwa ni utata, unajua kabisa kwamba huyu hapa hawezi kukosa goli au huyu anaweza akatukosesha goli, ni beki mzuri au kipa mzuri. Fresh Niga unamuona nani ambaye anaweza kuibadilisha game ya leo, ili kwenye ukuta au kwenye safu ya ushambuliaji? Kuna watu wazuri Fresh Niga, kuna watu wazuri, yaani timu kama timu itacheza kama timu, teamwork ina watu wazuri sana. Kuna mtu anaitwa Mponjo, kuna mtu anaitwa Kadabla, kuna mtu mwingine anaitwa, hebu nikumbushe, Kango, yupo mtu anaitwa Kango. Yaani tukizungumzia katikati kuna Mponjo, namba 10 tunamzungumzia Kadabla, namba 7 tunamzungumzia Kango, namba 11 kuna mtoto mmoja jina lake kidogo nimeisahau. Yaani kwa upande wa pale hamna shida, afu kwenye vitasa huko ndio utakuta hiyo kitasa ambaye na Kipenda Hassan Chinja, kwa Chinja kuna wadi wakija kushambulia ana shida, yaani yuko pale. Kwa hiyo leo hizo game ya leo sijui tuko vizuri sekta zote ya kuangalia mbele. Kuna mpango labda wa kuangalia mazingira ya uwanja, michezo mingine, ama hali ya maendeleo katika mji wa Kilwa kwa namna ambayo panawezekana? Panawezekana kwa namna nyingine. Ni kwamba ukiachana football, sasa hivi mji wa Kilwa umeshakuwa mkubwa sana, wageni wengi, sawa, michezo ni mingi. Kuna watu wanapenda kucheza draft, kuna watu wanapenda kucheza bao, kuna watu wanapenda kucheza volleyball, kuna watu wanapenda kucheza basketball, wengine netball. Kwa hiyo tutahakikisha tu kuona kwamba, kwa sababu michezo ni entertainment na mimi mwenyewe napenda michezo, kwa nitaangalia ni kitu gani ambacho wanapendezwa nacho zaidi na mimi niweze kushiriki. Kama ni mdhamini, sawa, niweze kushiriki ili kuwawezesha namna gani wanaweza wakatoka kwenye hatua moja kwenda nyingine kimaendeleo zaidi. Na ushirikiano na viongozi waliopo, wakiwemo mbunge wa jimbo hili pamoja na viongozi wengine wa ngazi za chini. Sahihi, ushirikiano uko vizuri, kwa sababu hata nilipokuja wakati naingia kwenye hizi simu zimekuwa nyingi zao, viongozi wa chama, viongozi wa serikali wanaona kabisa nimekuja kuhamisha kitu ambacho yani pengine nikingeweza kuhamisha tangia mwanzoni kikawa kimekuwa developed zaidi, lakini kwa sababu nimeshtukiza na hilo, hamna shida, tutaenda kidogo kidogo, sababu tumeanza, tutaenda kidogo kidogo. Baadaye ushirikiano ni mzuri kwa kweli, wamenipa ushirikiano wa kutosha, na nawaahidi kabisa kwa ushirikiano ambao wamenipa tutatoka hapa kwenda sehemu nyingine. Kuna mashindano mengine nitakuja kuanzisha mimi mwenyewe kama mfadhili, nasema bana, sasa tunaanzisha ligi fulani, sawa, hata sasa tutaona huko tunakoenda mambo yanaendaje. Unaonaje tofauti ya hali ya kiwilaya kati ya Rufiji na Kilwa? Hali ya kiwilaya kati ya Rufiji na Kilwa mabadiliko yapo, kwa sababu mimi Rufiji umeingia 2018, nikiona kuanzia 2018 mpaka 2026 sasa hivi mabadiliko nayaona. Lakini Kilwa mimi nyumbani, sawa, na kazi nimeanza kufanya Kibaha, nimefanya kazi Arusha, nimefanya kazi Bagamoyo, huku nakuja mara moja moja, lakini kadri ninavyokuja naona na Kilwa nayo fanya nini inabadilika, sawa. Nafikiri tu viongozi wetu waongeze juhudi na jitihada zaidi, waone, wachukue mifano wa wenzetu wanafanyaje. Kwa mfano kama jimbo la Rufiji, waone Mchengero wanafanyaje pale, sawa, washirikiane wenyewe wakiwa kama wabunge na nini, kwa sababu mbunge kazi yake ni kupeleka tu maoni, sawa, kutoka kwa wananchi wake, mawazo yao kupeleka bungeni ili waweze kusaidia. Lakini na imani kabisa, na hapa sasa hivi kuna fursa nyingi, kuna bandari kubwa inajengwa, kuna kiwanda cha mbolea kitakuja kujengwa, kuna nani, ina maana kuna vitu vingi ambavyo baadaye naamini kabisa Kilwa nayo inaendelea kubadilika, itaendelea kubadilika na itakuwa imeshaini kama tunaweza kuchukulia kama mfano wa Rufiji. Ukiangalia kwa mkoa wa Pwani, majimbo yote hawezi kufananisha na jimbo la Rufiji sasa hivi. Nafikiri ushuhuda watu wanaona jinsi namna gani ilivyo. Kwa hiyo na mimi na imani kabisa wilaya ya Kilwa, jimbo la Kilwa Kusini litakuja kuwa limeshaini hapo baadaye. Sawa, tukushukuru sana bwana. Tulikuwa na Said Mohamed bin Masoud, meneja wa TANESCO wilaya ya Rufiji. Tumezungumza naye kuhusiana na mechi kati ya Kichangachui dhidi ya Fresh Niga ambayo ni fainali ya kombe la ng'ombe ambayo inafanyika hapa Kilwa katika mji wa Masoko katika uwanja wa Taifa ambao upo katika mtaa wa Taifa, na malengo yake ya baadaye katika wilaya nzima hii ya Kilwa. Mimi naitwa Nitin Kudozi, hii ni Fulondo TV.